Bana, kuna video ambayo ilisambaa ikiwa inamuonesha afisa habari wa shirikisho la kandanda nchini Tanzania Clifford Mario Ndimbo pamoja na mwenyekiti wa kamati ya waamuzi ya TFF Sudi Abdi akizungumzia kuhusiana na teknolojia yetu mpya ya VFS, kwamba jinsi ambavyo inafanya kazi, lakini jinsi ambavyo kuna kadi maalum ambazo zinatolewa za kwenda kuomba review kwenye benchi la ufundi. Sasa baada ya pale kuna baadhi ya maswali ambayo yalikuwa mengi sana, lakini hapa naomba tu clarify kwa baadhi ya maswali machache sana. Ukiangalia Sudi Abdi alizungumza baadhi ya vitu kwamba kutakuwa kuna kadi mbili ambazo zinatolewa kwa mabenchi yote mawili, benchi la ufundi la team A pamoja na team B pale ambapo mchezo utakuwa unaendelea. Sasa katika hivi vitu ni kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo watu wengi walikuwa hawajavielewa. Ni kwamba hizi kadi mbili ambazo timu inapewa ni kwa sababu ya kufanya review, kwa sababu kuna baadhi ya matukio ambayo yanapotokea uwanjani, mwamuzi moja kwa moja ataitwa na yule mtu ambaye anahusika na VFS, anaitwa pale mezani akahakiki baadhi ya matukio, ambapo ikitokea amehakiki anaweza kwenda kufanya maamuzi mengine ama akaendelea na maamuzi yake. Sasa hizi kadi mbili ambazo zinatolewa kwa mabenchi yote mawili ya ufundi zinafanyaje kazi? Zipo hivi, ni kwamba kocha ndiye anayeruhusiwa kwenda kuomba review ya video na atamfuata fourth official na kwenda kumwambia anahitaji review. Kwa hiyo akienda kuomba review katika zile kadi zake mbili, anatoa kadi moja anampa fourth official. Fourth official ataenda kwa yule ambaye anahusika na VFS, yule ambaye yupo pale mezani, alafu watamuita muamuzi kuja kureview tukio ambalo kocha ametaka liangaliwe. Ikitokea sasa kati ya hizo review zake ama kwenye hiyo review ikitokea labda kocha review yake ikasababisha labda muamuzi abadilishe maamuzi, labda kulikuwa kuna tukio la penalty lakini muamuzi akapeta, baada ya kuangalia akakuta kweli kuna penalty, basi kocha atarudishiwa ile kadi yake na ataendelea kubaki na kadi zake mbili hivyo hivyo. Ikitokea tena kuna tukio lingine atakuwa anapeleka tena ile kadi alafu aenda kufanya review. Lakini ikitokea kocha alisi kuna tukio la penalty akapeleka kadi yake, alafu muamuzi akaitwa kwenda kureview kwenye ile football video support, alafu akakuta hakukuwa labda na tukio la penalty, basi ile kadi hatarudishiwa, badala yake kocha atabaki na kadi yake moja ambayo baada ya hapo atakuwa na uwezo wa kuomba review mara moja tu. Lakini ikitokea labda kuna tukio lingine tayari limetokea, alafu ikahitaji muamuzi akayafanya review baada ya kocha kupeleka ile kadi yake iliyobaki, alafu kwenye ile review ikakutwa tena tukio ambalo kocha ameomba liangaliwe, halihitaji muamuzi kubadilisha maamuzi, maana kwa baada ya hapo kadi zitakuwa zimeisha zote mbili. Kwa hiyo kocha hatakuwa na uwezo tena, ikitokea kuna tukio lingine limetokea, hatakuwa na uwezo wa kwenda kuomba tena afanywe review kwa sababu zile kadi zitakuwa zimeisha. Kwa hiyo zinatoka kadi mbili tu kwa team A pamoja na team B, zile timu ambazo zinacheza pale. Lakini watu wakauliza kwamba ikitokea sasa zile kadi mbili tayari zimeisha, alafu kuna matukio ambayo ni labda yametokea, kocha alihitaji kwenda kuomba review ifanyike. Sasa hapa Sudi Abdi hajatujibu, pengine atakuja tena na majibu kuhusiana na sakata ile, lakini kwa sasa ndio mwanzo. Hii ndio mara ya kwanza kwa hii teknolojia kuanza kutumika. Kwa hiyo tusianze kuzisema sana, badala yake tuwapongeze kwanza TFF kwa hiki ambacho wamekifanya, kwa sababu kwanza mpaka sasa utakuja kuona ni matukio mengi sana ambayo yameamuliwa na VFS ambayo pengine kama isingekuepo kuna baadhi ya timu zingenufaika. Lakini kwa haya makosa madogo madogo ambayo yanatokea kwa sasa ni makosa ya kawaida ambayo hata kwenye VAR, video assistant referee, kwenye nchi ambazo zimeendelea makosa bado yapo sana. Yaani watu wana kamera zaidi ya 360 pale uwanjani ambazo zinakuwa zina review ile matukio, lakini bado kuna makosa yanaendelea, kuna makosa yanatokea, na mwisho wa siku waamuzi ndio wanakutana na makosa. Sasa imagine kwamba watu na VAR ambazo zina kamera nyingi mno, zaidi ya kamera 360, lakini bado kuna makosa yanatokea na mwamuzi anakuwa hayaoni. Sasa sisi ambao ndo kwanza tunaanza, kwa hiyo tuwape muda TFF. Jinsi ambavyo muda unaenda, watu wataendelea kutoa maoni, alafu TFF watayafanyia kazi haya maoni. Lakini kwa sasa tuache teknolojia ambayo ndo kwanza tumeanza nayo, lakini kwa sasa imeanza kufanya vizuri na imeonyesha matunda.